Habari za wakati huu, nam karibu tuendelee kuhabarishana taarifa mbalimbali ambazo zimeendelea kutrend katika mitandao ya kijamii. Moja kati ya taarifa ambayo tulikusogezea siku ya juzi ni taarifa ambayo ilimuhusu wale wa Katoliki ambao walikwenda kuandamana kwa ajili ya kwenda kuwashtaki mapadri wa kanisa Katoliki, ambapo faza mmoja wapo ambaye alienda kushtakiwa ni Padri Charles Kitima ambaye yeye ni katibu wa Baraza la Maaskofu TEC Tanzania. Wao walikwenda na hoja mbalimbali, lakini hoja yao kuu ni kwamba katibu wa Baraza la Maaskofu TEC ambaye ni Padri Charles Kitima ameonekana kuwa ni mchonganishi kati ya serikali lakini pia vilevile na wananchi, kwani katika madai yao wao walimeongea mengi, na siku ya juzi nimekusogezea taarifa hiyo ambayo ilikuwa na uchambuzi wa kina, lakini pia vilevile tulikwenda kuwagusa mmoja mmoja majina yao, lakini pia vilevile tulikwenda kugusa nyadhifa zao, maana tukapata watu kama 5 hivi ambao walikuwa wao ni Waislamu, lakini pia vilevile kulikuwa na watu wengine wao walikuwa sio wa Katoliki bali wao walikuwa ni madhehebu mengine, lakini mmoja wapo ambaye alikuwa anaitwa Ludovic, yeye alikuwa ni Mkatoliki na alikuwa anasali katika kigango cha Mtakatifu Josephine Bakita jijini Dar es Salaam. Moja kati ya taarifa ambayo ilikuwa ina trendi katika siku ya leo katika mitandao ya kijamii ni baada ya ibada ya leo, mababa maaskofu wengi waliokuwa wakitoa tafakuru fupi baada ya misa wameongea mambo yafuatayo. Moja kwa moja mambo ambayo walikuwa wanaongelea, ambaye anafahamika kwa jina la abate wa Abasia ya Ndanda, Christian Tem, amewataka waumini wa Kristo na Watanzania wenye mapenzi mema kuacha uoga, badala yake kuwa wajasiri katika kusema na kusimamia ukweli na haki, akisisitiza kuwa ujasiri si jambo la hiari bali ni wajibu wa kiimani. Akizungumza leo Jumamosi Januari 10 mwaka 2025 katika azimisho la misa takatifu ya kumbukumbu ya mashahidi wa Pugu na kufungua mwaka wa jubilei na kufunga mwaka wa jubilei kuu mwaka 2025, Abate Tem amesema kuwa imani ya haki ya matendo kimungu ambayo binadamu anapaswa kuyatetea bila hofu yoyote. Askofu huyo ameendelea kwa kusema kuwa Mkristo atambue kwamba kuwa mtu mwoga sio option bali ni hiari, sio jambo la kuchagua. Tunaalikwa kusukumwa tuwe wajasiri tunaopenda kusema ukweli na kuzungumzia masuala ya haki bila kuogopa, kwa sababu haki na amani ni matunda ya kimungu, amesema Abate Tem mbele ya maelfu ya waamini waliojitokeza katika kituo cha hija cha Pugu. Kiongozi huyo wa kiroho amehimiza waumini kuwa wajasiri katika kutaja haki ya mtu kwa jina lake, kuanzia ngazi ya familia, parokia, majimbo hadi ngazi ya taifa. Lakini kubwa zaidi, baba askofu huyo amewachanganya watu wengi kwa kauli yake ya kusema kuwa hauwezi kuwa muumini wa kweli na ukashindwa kutetea haki. Hii ndiyo kauli yake ya mwisho katika ibada hiyo ambayo amezungumzia baba askofu Tem. Askofu mwingine katika ibada hiyo ni Askofu Abate Pambo Martin Mkolongwe wa Abbas Kibenedikti Mvimwa. Amesema kuwa waumini wa kanisa Katoliki wanapaswa kuendelea kujivunia utambulisho wao wanaojengwa juu ya ulisi wa imani na ulisi wa kiliturujia. Amesema Ukatoliki unao utambulisho wake unaonekana wazi kupitia namna waumini wanavyoimba na kusali, wakibainisha kuwa mambo haya yanapaswa kuelezwa na kuenezwa. Namna Mkatoliki ameendelea kusema kuwa namna Mkatoliki anavyoimba, anavyosali inajieleza wazi, na hilo lidumishwe na kuenziwa sana. Wimbo wa Mkatoliki utambulishwa, huwezi kuimba chochote tu, sisi tunavyo vya kwetu, amesema askofu huyo. Aidha, Abate Mkolwe ameeleza kuwa Mkatoliki wana ulisi wa nidhamu unayoonekana hata katika mavazi, hasa kulingana na eneo au hadhi ya watu wanaokwenda kumuona. Amefafanua Wakatoliki huzingatia dress code, akisema ulisi muhimu wa
kudumishwa daima na hata milele. Ameongeza kuwa ni wajibu wa waumini kuendelea kueneza na kulinda, kudumisha urithi wa imani, urithi wowote ambao Mama Kanisa Mtakatifu kwa namna mbalimbali ametupatia kutambulisho chetu kwa vinasaba vya maisha vyetu, kwa maisha yetu wa Katoliki. Albert Mkongwe ameyasema hayo katika ibada ya misa takatifu na kumbukumbu ya maadhimisho ya Pungu kufunga mwaka wa jubilei ya 2025 iliyofanyika katika kituo cha Hija Pungu. Hawa maaskofu wote wawili wamezungumzia mambo ambayo yalitokea siku ile ambapo Wakatoliki 100 waliokwenda, lakini kubwa zaidi ni huyu askofu katika ujumbe wake mwingine anasema Wakatoliki sio kutambulisha, sio kuimba mwamba mwamba. Sasa tuanze kuona tofauti kati ya wale ambao walikuwa wanaimba mwamba mwamba na zile nyimbo za Kikatoliki. Kwanza kabla ya yote, Wakatoliki wakiwa wanafanya maandamano yao moja kwa moja, kabla ya maandamano au kabla ya kitu chochote, kwanza huanza na wimbo wa Uje Roho Mtakatifu, kwani hakika huo wimbo ndio wimbo ambao unapelekea kuenda kufungua maombi yao kwa Mungu Baba, kwa sababu si wimbo ambao huwa unawimba sehemu yeyote, ukitofautisha na ule wimbo wa nimezaliwa katika njia ya Ukatoliki, yani mimi Mkatoliki. Lakini huu wimbo wa Uje Roho Mtakatifu ni wimbo ambao unaimbwa katika tukio maalum. Kwa hiyo kama wale wangekuwa wao ni Wakatoliki, basi moja kwa moja wangeenda kuimba ule wimbo ambao unaojulikana kuwa Uje Roho Mtakatifu. Lakini kubwa zaidi ameendelea kwa kusema kuwa nimeona umati mkubwa wa watu waliovaa vizuri na si vijola. Yani hii ameizungumzia siku ya leo kuwa katika misa hii ambayo ni misa ya ufunguzi wa mwaka 2026, lakini pia vile vile ni misa ya kufunga jubilei kuu ya mwaka 2025, kuwa ameona umati wa watu ambao fika kanisani hapo wakiwa wamevaa vizuri na si wale watu ambao wamevaa vijola. Je, ni kina nani au ambao wamevaa vijola? Wewe nafikiria unawajua, ni wale wale tu Wakatoliki 100 ambao walokwenda wamevaa vijola. Kuna kina Abdalla mule, kuna kina Shabani, lakini pia vile vile kuna kina Mwandambo sijui, lakini pia vile vile kuna majina ya hovyo hovyo kabisa, ni majina ambayo hayapo hata katika kanisa Katoliki. Sasa twende moja kwa moja twende tukapate maoni ya wadau mbalimbali. Nikianza na huyu wa kwanza ambaye amesema tumsifu Yesu Kristo, lakini pia ameweka alama ya kopa. Lakini huyu mwingine akasema da, padre ameshindwa kuvumilia kabisa, ameona linamkaba linakuja kumuua bure, huku ameweka emoji ya kucheka. Lakini huyu mwingine akasema sio wale kina Clement Mwandambo. Lakini huyu mwingine akasema hili ndio kanisa Katoliki, tuna mavazi yetu bwana. Huyu mwingine akasema Kristo tumaini letu. Lakini kuna huyu mwingine akasema asante baba, imani yetu itatulinda. Huyu mwingine akasema sasa kijola si nguo, lakini pia ameweka emoji ya kucheka. Huyu mwingine amekuja akasema tafadhali tuheshimiane, mie na Shona na wauzaji vijola ni nguo nzuri na zenye mvuto, lakini vile vijola vilikuwa vinampasuo, ubaya ni huo tu. Huyu mwingine akasema wale ni wauni tu na sio waumini. Huyu mwingine akaja akasema hapa hata sisi Wakatoliki tuna mioyo, sio mturudishe maneno ya kutambulisha watu wenu. Lakini mwingine akasema nyie UVCCM mje mjifanye huku ili kesho mkitumwa Mwigulu kaigiza Ukatoliki mtumie mfumo huu. Lakini mwingine akasema mbona mimi huwa haya. Huyu mwingine amesema kuwa mbona mimi huwa nawasifia sana Wakatoliki lakini ni Muislamu, au ni mimi tu? Huyu mwingine akasema amina padri, waambie ukweli hao. Huyu mwingine akasema ila tungekuwa sisi Waislamu ndo tunafanyiwa hivi vionjo, sidhani kama tungekaa kimya. Ukweli useme, nyewe Wakatoliki mnapenda sana, pia mnajua kuvumilia, haswa mnajifunza vingi sana kupitia ninyi hawa, ila hali ya siku ile ni uzalilishaji tosha, ila wala hamjatoa maneno mabaya na wapenda mno. Huku ameweka emoji ya moto. Naweza kutuandikia maoni yako kufuatia taarifa hii. Nini maoni yako, ni mtazamo wako? Naweza kutuandikia katika uwanja wa comment section. Usisahau kusubscribe ili wa kwanza kupata taarifa mbali.